kutoka Norway kwa kushirikiana na chuo mama cha mahali hapa, Revival International Bible University. Shukurani. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa uongozi wa chuo, hasa mchungaji wetu Dr. Jonas Michael na walimu wetu wakiwa ni mwalimu na mchungaji Victoria pamoja na mwalimu na mchungaji Elkana, kwa juhudi zao kubwa na moyo wa dhati kabisa wa kutusimamia, kutufundisha, kutuelekeza na kutuongoza kwa kipindi chote hiki hadi tunafikia hapa tulipo siku ya leo. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, kwa msaada wa Mungu tumefanikiwa kumaliza mtaala wote wa masomo ya theolojia kwa ngazi ya diploma. Pia tumefanikiwa kufanya mahafali ya pili tangu kuanzishwa kwa chuo hapa kanisani. 3, wanafunzi watatu wa mwaka jana kufungua na kusimamia makanisa yao. 4, kuelimisha watumishi elimu ya theolojia ili kuandaa kwa utumishi. 5, kuhitimisha wanafunzi 21 siku ya leo mahali hapa ni ushindi mkubwa sana. 6, wanafunzi kujengewa uwezo wa kiuongozi kivitendo kwa ajili ya maandalizi ya kutumika katika ufalme wa Mungu kwa viwango. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, tunakabiliana na changamoto zifuatazo. Namba 1, kuahirisha masomo. Hii ni kutokana na kwamba tulianza takribani wanafunzi 24 na hatimaye siku ya leo tunahitimu wanafunzi 21 tu. Hii kumaanisha kwamba wanafunzi watatu hawakufanikiwa kuhitimisha masomo yao. Changamoto ya pili, kushindwa kulipa ada. Wanafunzi wengi kuwa na wito na shauku ya kutumika, lakini wanakumbwa na changamoto za kiuchumi zinazopelekea kushindwa kulipa ada kabisa au kwa wakati. Changamoto ya tatu, kutokuwa na majengo. Chuo chetu na kanisa la Revival tupo kwenye hatua za kwanza za awali yani. Hivyo hatujawa na majengo kwa ajili ya chuo bado. Na hivyo inatuletea ugumu kwa wakati mwingine namna ya kukutana na kuendeleza masomo yetu kwa ujumla sisi kama wanafunzi. Na inatulazimu tutumie majengo ya kanisa sometimes. Changamoto ya 4, upungufu wa vitabu vya kujisomea. Kwa ajili ya kupata au kuongeza maarifa zaidi kutokana na kutokuwa na maktaba ya chuo. Kama ambavyo tumetoka kuzungumza kutokana na changamoto ya 3 hapo juu, ndio kwanza chuo kinaanza. Kwa hiyo pia kuna uhaba wa vitabu, lakini pia hii inatokana na kwamba hatuna maktaba ambayo inahusika kutunza vitabu hivyo. Hivyo inatupelekea sisi wanafunzi kupata ugumu wakati wa masomo yetu kwa namna moja ama nyingine. Changamoto ya 6, uhitaji wa photocopy machine itakayosaidia kutoa nakala za vitabu vya kujisomea, kujifunzia na kutolea nakala za mitihani. Changamoto ya 7, wingi wa majukumu kwa baadhi ya wanafunzi kushindwa kuhudhuria darasani ipasavyo. Changamoto ya 8, shauku ya kuwafikia watumishi wengi wasio na elimu ya theolojia ni kubwa kuliko miundombinu tulionayo. Hivyo chuo kushindwa kuwafikia wengi sawa na maandiko yanavyosema kwamba mavuno ni mengi na watendakazi ni wachache. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi,
Kwa kuhitimisha, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako ndugu mgeni rasmi kwa kutoa muda wako na kukubali kuwepo katika siku yetu muhimu ya leo. Pia tunapenda kushukuru uongozi wa chuo chetu cha mahali hapa cha Revival International Bible University kwa kushirikiana na Life Center Bible College kwa kulifanikisha na kuiwezesha siku hii ya leo. Risala hii imeandaliwa na kusoma kwenu na uongozi wa wanafunzi wa chuo. Amen. Amen. Weka makofi yako namna hiyo wakati wanakwenda kuhitimisha kusoma risala hiyo na kukabidhi, basi naweza kutena. Wakati unaikabidhi weka makofi yako. Basi tutakuwa na wakati na asante kabisa kama tunachosema. Nikasema naona mgeni rasmi anapokea akiwa amejaa tabasamu kabisa. Naona majibu ya yale mliyosema kama changamoto. Asante sana, asante sana. Basi wakiwa wanaenda kuketi wakati huu, nikabisha meza kumweza kuketi tafadhali. Karibuni. Asante sana. Wakati mgeni rasmi anapitisha macho kwenye hiyo risala, naomba niwaletee sasa chef stroke cook mwingine ambaye amepika yao unaowaona. Yeye atakuja kutupa historia fupi kuhusu chuo chetu. Reverend Vicky, tafadhali karibu, naomba mkaribishe kwa makofi mengi. Wakati mpishi mwingine anafika mahali hapa. Mpishi hata sisi tunaotuona hapa tumepita mikononi mwake. Karibu mtumishi wa Mungu. Haleluya. Nawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Samahani na kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema hii ya kuweza kumtumikia Mungu pamoja na watumishi wa Mungu wakubwa mahali hapa. Amen. I glorify Jesus so much for this opportunity to serve God in this place with all of you men of God. Napenda sana Mungu kwa kuweza kutumika pamoja na watumishi wa Mungu wote. I thank you so much, man of God, Dr. Jonas. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu Dr. Jonas. I'm forever grateful. Wakati wote nina shukrani nyingi that I met you. Kwa sababu ya kukutana na wewe. It was a divine connection. Ilikuwa ni muunganiko wa kimungu. The time I met you, wakati nilipokutana nawe mara ya kwanza, I compared you to Hubert Angel. Nilikufananisha na Hubert Angel. I didn't know anything about you, but I just saw great men in Tanzania. Nilikuona sikuwa nakufahamu, lakini niliona wewe ni mtu sahihi ndani ya Tanzania. And each time I come and I see what is happening in this place, wakati wote ninapokuja mahali hapa na kuona haya makubwa yanayotokea mahali hapa, so I said I'm a prophet. Nasema nabii, mimi ni nabii. I'm a big prophet in Tanzania. Nasema mimi ni nabii mkubwa sana hapa Tanzania. Hallelujah. Hallelujah. And I thank you so much for connecting me today to meet the men of God. Lakini pia nashukuru sana kwa siku ya leo kuniunganisha kukutana na mtu mkuu wa Mungu, Dr. Harris. Dr. Harris, our guest of honor. Mgeni wetu rasmi siku ya leo. Dr. Harris, I've worshipped with him many years ago. Huyu mtumishi wa Mungu amehudumu naye kwa miaka mingi sana iliyopita. He don't remember me, but we was together in one church in Temeke. Yes. Tumeabudu pamoja pale Temeke, japo hanikumbuki. Yes, miaka mingi imepita. Before you went to Gertrude. Kabla hujampata Wakatare. Gertrude Wakatare. So after that I was just hearing about you. You are there. Now I can only see you in social media. Mara nyingi nimekuwa nikikusikia huko kule kwenye mitandao ya kijamii, lakini sasa naona mubashara. I want to say, men of God, we are listening to you. Nataka kuambia mtumishi wa Mungu tunakufuatilia. All your lessons about marriage, masomo yako mengi kuhusu ndoa, success, mafanikio, everything. We are listening to you. Tunakusikiliza sana. And we are very inspired. Na tunatiwa moyo sana. In Tanzania is a big blessing to have great people of God like this. Katika Tanzania ni sehemu kubwa sana kuwa na mtumishi mkuu wa Mungu kama hivi. I want to tell you this nation is blessed. Nataka nikwambie taifa hili limebarikiwa. Yes.
I just want to also read to you the message from our Dr. Evan Host. Nataka niwape pia ujumbe kutoka kwa Dr. Evan Host. You said I should say about the history of Bible College. Nisema niseme kwa habari ya historia ya chuo hiki. This Bible College started years ago. Hiki chuo cha Biblia kimeanza miaka mingi nyuma. It is more than 30 years. Zaidi ya miaka 30 sasa. Started with men of God, Brioche Host and Roa Host. Kilianzishwa pamoja mke na mume. Roa and yes, they are Norwegian. And but right now they are with the Lord. Both of them, they are in heaven. Hapa ni kutoka Norway, lakini sasa hivi tunavyoongea wote wanasherehekea pale mbinguni. But I've had a privilege to live with them. Lakini mimi nimepata nafasi ya kuishi pamoja nao. In South Africa. Pale South Africa. They raised me like their own daughter. Walinikuza kama binti yao. So I have a lot of characteristics of white people, you know. Kwa hiyo nina tabia nyingi sana za watu weupe. I'm black and white. Mimi ni mweupe na ni mweusi. Hallelujah. Hallelujah. All is the glory of Jesus. Yote ni kutukufu kwa Bwana. So in many years, I think 2003. Nafikiri kwa mwaka 2000. Just after I finished my secondary school. Baada tu kumaliza elimu yangu ya upili. I went to South Africa. Nilifanikiwa kwenda South Africa, Afrika Kusini. And I met these people. Nikakutana na hawa watu. But right now, lakini sasa hivi Life Center, it is under the man of God, Evan Host. Iko chini ya mtumishi wa Mungu anaitwa Evan Host. He is our president. Yeye ndiye rais wa chuo. And he knows what is going on here. Na anafahamu kabisa kinachoendelea. Him and his wife, Hayley Host. Hata mke wake Hayley Host. They are very much together with us. Wako pamoja na sisi sana. I think next year they will be with us. Nafikiri mwakani watakuwa pamoja nasi. It's just I didn't insist them to come. They could have been here. Nafikiri ni kama they really love Africa. Wanapenda sana Afrika. They love us. Wanatupenda sana. And I know their hearts because I've been with them for now is 20 years. Their heart is people must know Jesus. They want you to know Jesus. And so you must tell people about Jesus. That is their greatest message they ever preached. Know who Jesus is and his kingdom, and tell people about him and bring others to the kingdom. That is their message. So I'm just going to read to you the message from him. I requested him to send a video, but he sent a message. And I'm going to read for you. Hallelujah. Hallelujah. It's such a blessing to hear about the graduation here in Arusha. I would like to congratulate all of students. I pray God bless you abundantly as you walk in His will for your lives. It's a privilege to greet Dr. Jonas Michael and the guest of honor, Dr. Harris. Thank you for making this graduation special. I know God is in your midst today and He's very proud of you. You have achieved your goal and God will reward you. He has a plan for your life which is higher than your plans. So trust Him and let Him guide you and use you. I hope that this time at the Bible College is rewarding in many ways.
It has been a rewarding in many ways. Kimekuwa kikiwabariki kwa njia tofauti tofauti. I hope you have closer to God. Najua mko karibu sana na Mungu. That you know him. Kwamba mumjue. And understand his word. Na kuelewa neno lake. Better and have grown spiritually. Zaidi na kukua kiroho. I'm also proud of you again. Lakini pia ninajisikia fahari na nyinyi tena. And again. Na tena. Congratulations. Hongereni to all the students. Kwa wanafunzi wote mliohitimu. I want to thank you so much, men of God. Nataka nishukuru sana mwalimu Elkana for all your hard work. Kwa kazi kubwa unayoifanya. It's not been easy. Haikuwa rahisi. I know that. Najua. And you are doing a work that only me I know, because unafanya kazi ambayo mimi I walk on your shoes. I know when you sacrifice yourself. Unapojitoa najua. And I just want to say that Jesus knows. Nataka nikwambie tu kwamba Yesu anajua. And he will greatly reward you. Na atakupa thawabu kubwa sana. And may you never ever give up. Na utakaa ukate tamaa. Because you are sowing a seed. Kwa sababu unapanda mbegu. You are sowing a big seed. Unapanda mbegu. Someone will never forget what you say. Wengine wanataka sahau kusema. They will never forget what you taught them. Hawatasahau So please continue to do the great work. Endelea kufanya kazi kubwa. And thank you for the students. Asante pia kwa wanafunzi. Thank you for choosing Life Center International. And I want to say I'm not on my own. I don't have to say thank you so much, because our director of the country, Dr. Jonas, he's one of me. So I thank you, my big boss. Hallelujah. Hallelujah. And I thank you so much, all of the men of God and everyone that have attended today. I want to encourage you to put this Bible college at your church. This is what we want. You know, let me say now, this is me, Vicky. What I know, if you have God, you have everything. If you know God, you know everything. You have everything you need in the ministry. And you can never know God if you don't know the word of God. Amen. Please join our Bible college. It's for everyone, not just the pastors. You see, we have the prophetess here. Yes, we have everyone comes to our Bible college because we are teaching the word of God. Lastly, I want to say, in Dar es Salaam, I thank so much my bishop, John Bagengeka. He is behind me. That is my father. Hallelujah. In Dar es Salaam, I went on April. Already we have more than 30 students. 30 students are studying the word in a very short time of period. You know, because I do what I love. This is me. I don't struggle to teach the words. I can sit with one person, oh, 1,000, oh, 10,000. I will never miss the words. There is always a word in me. Because I do what I love. And I want you to do the same thing. Do what you are called to do. You don't need to be like other people. You know, as much as I appreciate the titles and everything, I really appreciate all the titles. But I appreciate me. I appreciate myself more than all the titles you can give. I can come here, Victoria, teach the word. I will teach. Hallelujah. I mean, who teaches the fish to swim? The fish just know how to swim. Who teaches the bird how to fly? They can just fly because they was born that way. So you need to discover what you are called to do. And
Just flow in that. You don't need to be like anyone. Just be yourself. Be you. And do what you was born to do. Because that is what Jesus will pay you for. Do you know that? He's not going to pay you because you did great things. He will pay you for doing what he was expecting you to do. May God bless you all. I love you all. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Wow, umemaliza. Asante sana. Weka makofi ya kutosha kwa ajili ya Reverend